Mashariki ya Kati ambapo Iran imesogeza mbele maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi nchini humo Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi yaliyofanywa Jumamosi na Marekani na Israel. Hayo yanaendelea wakati Marekani ikisema kuwa imemisha meli ya vita ya Iran iliyokuwa katika mipaka ya kimataifa kwenye bahari ya Hindi. Angela Mdungu na ripoti kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limesema maziko ya Ayatollah Ali Khamenei yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo Jumatano yameahirishwa kutokana na idadi kubwa ya watu iliyojitokeza isiyotarajiwa. Tarehe mpya ya maziko inatarajiwa kutangazwa hapo baadaye. Ayatollah Khamenei anatarajiwa kuzikwa katika mji wa Mashhad alikozaliwa. Taarifa hiyo imetolewa wakati kukiwa na ripoti nyingine kuwa Mojtaba Khamenei ambaye ni mtoto wa kiongozi wa ngazi ya juu zaidi wa Iran aliyeuawa yuko hai na anapewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya baba yake. Hii ni kufuatia taarifa zilizotolewa na jeshi la Israel zikiashiria kuwa aliuawa. Wakati mvutano huu wa Mashariki ya Kati ukizidi kushika kasi, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa nyambizi ya Marekani imeizamisha meli ya kivita ya Iran. Akizungumza katika makao makuu ya wizara hiyo Pentagon, Hegseth amesema jana katika bahari ya Hindi, nyambizi ya Marekani iliizamisha meli ya kivita ya Iran iliyodhani salama katika la maji linalotumika kimataifa. Badala yake ilizamishwa. Ni tukio la kwanza la aina hii dhidi ya adui tangu vita vya pili vya dunia. Awali, wizara ya mambo ya kigeni ya Sri Lanka iliripoti kuhusu tukio la kuzamishwa kwa meli hiyo ya kivita na kuthibitisha kuwa watu wasiopungua 80 wameuawa. Katika tukio jingine, mifumo ya ulinzi wa anga ya jumuiya ya kujihami ya NATO imelizuia kombora lililorushwa kutoka Iran kuelekea kwenye anga ya Uturuki. Wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema kombora hilo lilishavuka Iraq na Syria kabla ya kudunguliwa na mifumo ya ulinzi ya NATO iliyowekwa mashariki mwa bahari ya Mediterania. Uturuki imetoa onyo kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo kuacha kuupalia makaa zaidi. Taifa hilo limesema litaendelea kushauriana na jumuiya ya NATO na washirika wengine, huku ikiweka wazi kuwa hakuna majeruhi wala vifo vilivyotokana na kombora lililorushwa kuelekea ndani ya himaya yake. Kwingineko, kundi la Hezbollah limearifu kuwa limeilenga kambi ya jeshi ya Israel karibu na Tel Aviv pamoja na kambi ya jeshi la wanamaji huko Haifa katika wimbi la mashambulizi ya droni. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limetoa tangazo hilo muda mfupi baada ya Israel kuwasha ving'ora vya tahadhari baada ya kutambua mashambulizi yaliyokuwa yakitokea Iran na Lebanon. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema baadhi ya mashambulizi yalizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Huyo ni Angela Mdungu. Na baada ya ripoti hiyo kuhusu hali ya vita kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine, sasa tuelekee moja kwa moja hadi Iran kupata picha ya karibu ya hali ilivyo. Mapigano katika miji mbalimbali ikiwemo Tehran na nchini Iran na Iran ikijibu kwa kombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya Israel na maslahi ya Marekani katika kanda. Nimezungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa ambaye kwa sasa yuko mjini Tehran. Kwanza kabisa nilitaka kujua hali ya usalama na mazingira jumla yakoje huko. Wakati vita vinaingia katika siku ya 5 sasa, hali katika mji mkuu Tehran na mikoa mbalimbali haina tofauti kubwa sana kulinganisha na ilivyokuwa tokea siku ya mwanzo ya vita, kwa sababu mashambulio huwa yanafanyika si mtawalia, huwa ni kila baada ya muda fulani. Ima unapata taarifa kupitia katika vyombo vya habari vya hapa ndani na unaona kupitia televisheni, au hapa Tehran kwenyewe inasikika milio ya makobora na mashambulio mbalimbali ikiwa na ndege zisizo na rubani yanayofanywa na Marekani na Israel katika maeneo tofauti ya Iran. Kwa upande wa maisha ya kawaida ya wananchi hasa hapo mjini Tehran, hali ikoje? Je, shughuli za kawaida za kila siku zinaendelea kama kawaida au vita hivi tayari vimeanza kuathiri maisha ya watu? Hali ya kimaisha katika mji mkuu kwa sasa, hali imerejea katika hali ya kawaida. Siku ya kwanza tu baada ya taarifa za mashambulio kuanza, watu kidogo walihamanika, taharuki ilipamba, watu kukimbia dukani kwa kujitafutia bidhaa za dharura
kwa hofu kwamba hali inaweza ikawa ni ya kutisha zaidi. Lakini baada ya hapo hali imerejea katika mazingira ya kawaida, ingawa serikali yenyewe kwa kuhofia kwamba kimsingi Teheran itakuwa ni moja ya maeneo yatakayoshambuliwa zaidi katika vita hivi. Serikali ilitoa ushauri tokea siku ya kwanza kwa wananchi kuondoka katika mji mkuu na kuelekea katika miji mingine, na kwa kuzingatia kwamba muda wa wiki nzima hapa sasa hivi ni siku rasmi za mapumziko, watu wengi wameondoka. Bado mji una harakati na hali inaonekana ni ya utulivu, lakini sivyo vile ambavyo Teherani imezoeleka. Leo kulitarajiwa kufanyika mazishi ya Khamenei. Baadhi ya vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kwamba tukio hilo limeahirishwa. Je, unafahamu sababu za kuahirishwa huko, na kuna taarifa zozote kuhusu lini na wapi mazishi hayo yatafanyika? Mpaka sasa bado haijafahamika maziko ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Khamenei yatafanyika siku gani hasa. Inavyoonekana kwa sehemu kubwa sana uamuzi huu umetokana na masuala ya kiusalama, lakini kiujumla, pamoja na kuwepo hali hiyo, wananchi wa Iran kuanzia katika nyakati za kawaida za mchana na hasa baada ya kumalizika wakati watu kufuturu na kuanzia katika maeneo mbalimbali ya misikiti, tokea siku ya mwanzo wamekuwa wakitoka, wanamiminika mabarabarani, wanatoa kauli mbiu mbalimbali za kulaani Marekani na Israeli na kutangaza kufuata njia ya kiongozi wao Ayatullah Khamenei. Na hili linaonekana katika miji mbalimbali ya Iran, bila kujali kwamba nchi sasa hivi imo katika hali ya vita na maeneo mbalimbali wakati wote yanaweza kushambuliwa. Na imeripotiwa kwamba mchakato wa kumtafuta mrithi wa Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran unaendelea chini ya baraza la wataalamu. Kwa sasa mijadala inaendelea nchini humo. Bila shaka, ni majina gani yanatajwa zaidi kuwa yanaweza kuchukua nafasi hiyo? Taarifa mbalimbali za tetesi zinatolewa kutoka kinachoendelea kwenye kikao cha baraza la wanazuoni wataalamu wanaomchagua kiongozi mkuu, na kwa hakika bado haijatangazwa rasmi pengine ni nani atakayekuwa mrithi wa nafasi hiyo, lakini kuna majina ya wanazuoni kadhaa kama inavyoelezwa, akiwemo maalimu anayeongoza baraza la vyuo vya kidini vya mji mtakatifu wa kidini wa Iran, Qum, na vile hata jina la mtoto mkubwa wa kiume wa Ayatullah Khamenei naye pia anatajwa kupewa nafasi kubwa, kwamba pengine atakuwa miongoni mwa watu ambao watapendekezwa au pengine atakuwa na nafasi kubwa ya kuchaguliwa kushika nafasi hii. Lakini kwa uwazi kabisa hadi sasa bado haijafahamika ni nani atakayekuwa mrithi wa Ayatullah Khamenei. Ni sauti ya Abdul Fatah Musa, huyo mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati na pia mwandishi wa habari akiwa mjini Tehran. Mvutano katika vita kati ya Urusi na Ukraine umeendelea kuenea nje ya uwanja wa mapigano, huku tukio kubwa la kushambuliwa na kuzamishwa kwa meli ya gesi ya Urusi katika bahari ya Mediterania na mvutano mpya wa kidiplomasia kuhusu nishati na mazungumzo ya amani vikijitokeza. Doto Bulendu na taarifa zaidi. Kufuatia tukio hilo, Urusi imeirushia shutuma Ukraine kwa kushambulia meli yake ya kusafirisha gesi kimiminika Arctic Metagas kwa kutumia drone za majini karibu na pwani ya Libya, ambapo taarifa za Urusi zimedai meli hiyo ilizama kufuatia mlipuko wa ghafla iliyofuatiwa na moto mkubwa takriban maili za baharini 130 kaskazini mwa Sirte. Taarifa zaidi zinasema wafanyakazi wote 30 waliokuwa ndani ya meli hiyo waliokolewa, huku wengine wawili wakipata majeraha ya kuungua, ambapo Moscow ilitaja shambulio hilo kama tendo la ugaidi wa kimataifa na uharamia wa baharini, ikidai droni hizo zilianzishwa kutoka pwani ya Libya. Endapo madai hayo yatathibitishwa, itakuwa ni nadra kwa Ukraine kufanikiwa kulenga meli za kivuli za Urusi umbali wa takribani kilomita 2000 kutoka mipaka yake. Meli hiyo ilikuwa imewekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Ulaya na ilikuwa imebeba takribani tani 62,000 za gesi ikielekea bandari ya Port Said huko Misri baada ya kuondoka Murmansk, ambapo mpaka sasa Ukraine haijatoa taarifa yoyote ya kukanusha ama kukubali kuhusika na shambulio hilo. Wakati huo huo, siasa za nishati zimezidi kuwa kitovu cha mvutano barani Ulaya. Rais wa Urusi Vladimir Putin anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Hungary kujadili usambazaji wa mafuta, huku Hungary na Slovakia zikilalamikia kusitishwa kwa usambazaji kupitia bomba la Drozhba linalopita Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alishutumu Kiev kwa kuzuia kwa makusudi usambazaji huo, akisema wanunuzi wa mafuta wa Urusi wanakabiliwa na usaliti
Katika sauti yake alisema, unajua kuwa kuna wanunuzi wa mafuta yetu kama Hungary na Slovakia ambao kwa sasa wanakabiliwa na vitisho kutoka kwa utawala wa Kiev. Hii inahusiana na kuzuia kwa makusudi usambazaji kupitia bomba la Druzhba. Mjini Washington, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuongeza shinikizo kwa Moscow na kuhakikisha Ulaya inashirikishwa kikamilifu katika mazungumzo yote ya amani. Merz amesema hakuna makubaliano yatakayodumu ikiwa yatafikiwa bila ushirika wa Ulaya, na amehoji kwa kweli Urusi iko tayari kwa suluhu ya kudumu.